kwamba umkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, usingeweza kufanya moyo wako kuwa mgumu sana. Ungesema kwamba mimi niko tayari nimpate huyu Yesu. Niko tayari. Kumbuka kwamba huyu Yesu ni bure kumpata. Hebu angalia kwamba ni kwa namna gani unapoambiwa na mganga wa kienyeji kwamba niletee mbuzi, unapeleka mbuzi, lakini kwa Yesu ni bure tu. Neno la Mungu ni bure. Angalia sasa jinsi ambavyo ilivyo wana wa Mungu wa dunia wa leo. Unaona, unakubali kuchukua gharama kwa maisha ambayo ni ya muda mfupi, lakini yale maisha ya muda mrefu hauyataki. Yale maisha ambayo ni ya milele hauyataki. Usijivune kwa namna jinsi ambavyo unavyojiona. Kiburi hicho ni cha uzima tu. Lakini uzima wao ukitoweka, ndio utajua kwamba kweli nilisikia kwamba kuna watumishi fulani. Tena yule mtumishi jinsi ambavyo alivyokuwa, alikuwa wa kawaida tu, mtu wa kawaida. Mtumishi wa tusome hicho wa Filipi 3:7 anasemaje hapo, tuambie. Wa Filipi 3:7 anasema lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam. Zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua huyu Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Hebu mchapie makofi pale popote ulipo. Unakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe sana watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunaona hapa mtumishi wa Mungu Paulo anavyozungumza kwamba kuna mambo ambayo unaweza ukaendelea kuyang'ang'ania katika maisha yako. Ukaona kwamba ni faida, lakini ni muda mfupi. Kuna mambo ambayo unaweza ukazidi kung'ang'ania kwenye maisha yako, ukasema kwamba ngoja niyakumbatie haya. Mambo haya yanayozungumza ni yapi? Ni yale ambayo ni ya kila siku tunaishi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu mwili una asili ya kutudanganya. Ni kwa sababu kipindi ukiwa unapumua na unatoa pumzi. Lakini siku pumzi ikikata, nakwambia ndugu yangu, huu mwili yani nakwambia utakusaliti. Yawezekana utakuwa unakucheka, utakukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna ambavyo hivyo vitu ambavyo unavyovihesabu kuwa faida kwako ni vipi? Nakwambia ndugu yangu, kesho utavikataa. Kesho utaviona kwamba kuwa hasara kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana umeona kwamba ni faida kuwa na wake wengi. Yawezekana wewe una ndoa yako lakini bado hautosheki. Unaona kwamba ni fahari. Unaona kwamba kuwa na ndoa za mitala unahisi kwamba ndio kwamba eti wewe ndio kidume. Eti ndio kidume wa leo. Nakwambia kesho utakuwa ni mwanamke. Kesho ni mwanamke. Kwa maana sisi wote tunapofika mbele za Bwana ni bibi harusi tu. Hakuna vinginevyo. Wewe unajiona kwamba wewe ni mwanaume, kwamba una wake wengi, una wake karibu familia 3-4. Kwamba ni faida. Kesho itakuwa ni hasara kwako. Wewe ni fahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia wakati unaona kwamba huo mwili ukiwa na huo uzima unakudanganya kwa maisha mafupi haya. Lakini kesho, hebu angalia sasa tulivyo tunashangaa kwa namna ambavyo tunathamini maisha ya muda mfupi hapa duniani, lakini kuliko yale maisha ya milele. Yaani tunajenga nyumba, ni kweli tunajenga manyumba, sio kwamba nakatalia kwamba tusitafute maisha, ni kwa namna ambavyo mwili unahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kumbuka kwamba tunapita hapa duniani. Tunapita na kumbuka kwamba tunakufa mahali hapa duniani. Kwa kama tunapita, je, kule umeandaa nyumba gani? Hebu fikiria. Usitegemee kwamba unapofanya uzembe leo kwamba tayari ni maisha ya milele kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia ndugu yangu, kuna viambata vingine ambavyo vinaweza vikakosesha mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna viambata ambavyo vinaweza vikakosesha mbingu. Wakati unaona kwamba ni faida kwako, lakini kesho ni hasara. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikisababisha huu dini tunalopenda kushikilia kwamba mimi ninasali sehemu fulani, mimi nasali sehemu fulani. Huu dini utasababisha tuikose mbingu. Nakwambia ndugu yangu, jioni hii ya leo sisi hatutangazi dini ya mtu, isipokuwa tunayemtangaza ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana leo hii unaweza kuona kwa namna ambavyo kwamba hawa ndugu
kwamba labda wamekosa kazi, lakini acha leo nikose kazi, lakini najua aliyeniajiri ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Acha nikose kazi kwa namna ya kimwili, lakini najua aliyeniajiri ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivi viambata baadhi ambavyo watu wanaendelea kushikilia. Sasa nikwambie jioni hii njema leo, wewe mama ambaye unapenda, na nataka nikwambie kwamba kuhusiana na kusuka nywele huko na hivyo viambata ambavyo unavyoweka kwenye masikio, ninakwambia jioni hii ya leo, nakwambia hiyo ni hasara. Ambao unaona leo ni faida, hiyo ni hasara kwako. Wewe ambaye unashikilia hizo tunasema kwamba zile hereni unazoziweka kwenye masikio pale hazimpi Mungu utukufu. Hivyo vyote ni viambata vya yule mwovu ibilisi. Unafungulia mageti ya mapepo, na ndio maana watu wengi wanasema kwamba wanaenda kumwabudu Mungu, lakini kumbe wamefungulia geti za mapepo makanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ambaye umeshikilia hiyo misuko, nakwambia kesho inakuwa ni hasara kwako. Unajua kwa namna nyingine unakuta kuna vijana wanakwenda jifariji. Mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Bwana. Amen. Nisomee Mambo ya Walawi 19:27. Nisomee pale Mambo ya Walawi. Yawezekana ukawa haujaambiwa, lakini nakwambia ngoja nikwambie jioni hii ya leo. Yawezekana haujaambiwa na haujajua, unahisi kwamba eti waliambiwa wale. Hapana, tatizo la wana wa Mungu wanakosa hekima kwamba neno la Bwana linasema na wewe. Lakini tunasema kwamba walikuwa ni wale. Walisema kwamba kwa Wakorinto, walisema kwamba walikuwa ni wale. Sasa leo ni sisi. Leo ni sisi, ni mimi na wewe na watu vinginevyo. Leo unaweza kuona wewe ni mjanja. Sawa, ni mjanja kwa namna ya maisha ya kimwili. Lakini kesho nakwambia ndugu yangu, utasema kwamba ningelijua. Sasa usisubiri kwamba ningelijua. Kabisa. Usisubiri. Tutengeneze sasa. Maisha ni sasa kutengeneza. Kwamba nyumba ambayo unaiandaa ya milele ni leo. Kabisa vinginevyo. Hebu nisomee pale Mambo ya Walawi 19:27. Anza pale ule mstari wa 27 pale. Maandiko yanasema, anasemaje? Msinyoe denge. Pembe za vichwani. Wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Wala tusiharibu pembe za vichwa vyetu. Yes. Usichanje chale yoyote katika nyama ya miili yetu kwa ajili ya wafu. Wala msiandike alama. Wala tusiandike alama miilini mwetu. Mimi ndimi Bwana. Bwana huyu anasema sio mimi kama ulikuwa haujui. Na usiseme kwamba haya maandiko waliambiwa lile agano la kale. No. Kijana mwenzangu huko hapa. Amen. Umeambiwa usinyoe denge. Amen. Hii aina ya mapanki mnaokata, mnaosema kwamba naenda na wakati. Uko kwenda na wakati ndugu yangu, kesho itakuwa ni hasara kwako. Kesho itakuwa ni hasara kwako. Kabisa. Kwa namna ambavyo hiyo misuko ambayo mara twende kilioni, mara twende sikukuu, mara twende Idi, nakwambia kesho ni hasara kwako. Acha nikwambie. Wewe mama ambaye bado unashikilia vitu ambavyo visivyofaa, yayo maeleni, hivyo vyote ni vya mwanamke Yezebeli wa kuzimu. Kabisa. Acha nikwambie, nasikia kama hasira ndani. Nikwambia mambo haya. Kabisa. Sababu na kuonea huruma. Upendo wa kweli ni ule kukwambia wewe ukweli. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Utakuta kijana anapiga modo kiasi kwamba ile modo inachora viungo vya mwili, anasema kwamba anaendana na wakati. Kabisa. Na kuonea huruma sana. Kijana mzangu. Wewe binti. Bado ambapo unasema kwamba yani hasa mabinti wa sasa hivi. Kwamba naenda na wakati. Yani mimi nisisuke, nakwambia hivi. Ngoja nikufungulie kipengele cha kusuka hizo nywele. Hakuna kwenda na wakati hapa. Hakuna kwenda na wakati. Tunalipendesha kufuata utandawazi ambao tunauona leo, kesho unatuchoma. Kabisa. Utandawazi ambao unauona leo, kesho nakwambia ni hasara kwetu. Ndio naweza kuona ni hasara kwako mimi na wewe. Amen. Utandawazi ambao unauona sasa hivi, nakwambia bado ni hasara kwako. Unasema kwamba wewe kijana, hasa vijana sasa hivi unakuta anakwambia kwamba mimi na girlfriend
nataka nione girlfriend 20. Hasa wanafunzi wa sekondari. Nazungumza na mabinti na vijana wa sekondari. Mahali hapo pengine. Kama sio wengi hata huyo mmoja nazungumza na huyo. Yaani neno limefika kwako sasa. Nakwambia wewe unasema kama unaendana na wakati. Eti umekuwa. Wewe nakwambia hivi. Huyu Yesu ambaye tunamtangaza leo. Huyu Yesu huyu. Nakwambia siku akishuka mahali hapa na mtisho wa hali ya juu. Sema Mungu wangu ningelijua. Tumshukuru Bwana. Umepaona pale? Amen. Umepaona? Kabisa. Yes, hebu tusomee pale. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani bali kwa matendo mema kama yapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Yesu asifiwe sana. Bali popote ulipo hata kama huwezi kupiga makofi, piga makofi moyoni tu inatosha. Amen. Bariki sana. Huyu Yesu ambaye tunamleta leo atakubariki sana. Anapokuambia dhahabu na lulu usifikiri ni vinginevyo. Hizo hereni ulizoweka masikioni, dhahabu na hayo mabangili na mikufu hiyo. Na ile mikufu. Na ile cheni na zile cheni zote. Ndio hivyo vitu vya mbata ambavyo ni vya mwanamke Yezebeli. Tunasababisha kuwapeleka watu kuzimu. Leo hii nakwambia, sasa hivi niko naongea naona amechukia yule mwanamke Yezebeli. Nakwambia hawezi sasa. Hawezi. Lakini nakwambia sasa leo. Nakwambia leo sasa ujue. Usifikiri kwamba ni propaganda. Kwenye injili ya Bwana Mungu hakuna siasa. Kabisa hakuna siasa. Hakuna siasa. Tunakwambia kweli ya Mungu. Wewe ambaye unajifariji kwamba eti mimi naendana na nyakati, nakwambia mama yangu eti kwamba unaenda nakupa pole. Kama mchungaji wako alikuwa anakuambia au kiongozi wako wa dini alikuwa anakuambia usisubiri ukaambiwa na mchungaji na kiongozi wako wa dini, hata haya maneno yanatosha. Usiseme hujasikia na wakati umesikia. Usiseme kwamba eti kwamba mimi siku labda moja mitatu nilikuwa labda sipo. Hapana, ndio hivyo naambiwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mchungaji wako alikuwa amekudanganya. Tuangalie katika kitabu cha Isaya. Sura 9 na mstari wa 16. Anasemaje pale? Kwa maana waongozao watu hawa ndio wakoseshao. Na hawa waliongozwa na watu hao kabisa wameangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yawezekana siri hii nayokuambia hata kiongozi wako wa dini anaweza akashindwa kukuambia kwa sababu anaogopa kupoteza sadaka kwake. Kabisa. Ni kwa sababu anaogopa kupoteza sadaka. Anaogopa mno. Sasa nijiulize kwamba hiyo sadaka wewe unaogopa kuchukua hatua. Hiyo sadaka unaitoa kesho kwa sababu ya mchungaji wako au mtumishi fulani au kiongozi wako anashindwa kukuambia. Nakwambia hivi, usipochukua mbingu ni ya wewe mwenyewe, kila mmoja ni ya kwake. Kumbuka kwamba usijifariji kwamba eti mimi nina mume. Huyo mume wako kesho akamkataa. Kabisa. Usijifariji kwamba eti mke wangu. Usiweke imani kwa mtu. Anakuambia hivi ni kwamba Yesu tu, kila mmoja itafikia atajiokoa na nafsi yake mwenyewe. Utaona mke na mume watakatana. Wewe ambaye unasema kwamba una mitaala mingi, wanawake wengi au wanaume wengi, nakwambia kesho kila mmoja atakimbia. Ule utiifu wa ajabu wa Yesu akishuka, nakwambia usisubiri sasa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia kwamba hakikisha hivyo vitu, hivyo viambata hivyo, ambavyo unajua kuna watu wengine wanaenda kupoteza muda mwingi. Unapoteza muda mwingi saluni badala ya kupoteza muda mwingi kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unapoteza muda mwingi kwamba unapoteza muda mwingi saluni kule. Kabisa. Kijana mwenzangu, eti kwamba ili upendeze, hatukatai kupendeza, lakini kupendeza kwa namna ambayo inampendeza Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Na wala sio hivyo vinginevyo. Hizo rangi ambazo unazochanganya hizo rangi, mara shadow, mara si uwanja, mara si nini, mara poda, mara si vitu gani, mara viambata vya nywele, hizo nywele za blue, za kaki, za nyekundu, za rangi gani sijui, kama ambazo unachanganya kwenye kichwa. Nakwambia hivi, kesho ni hasara kwa machukizo. Hayo ni machukizo kwa Bwana. Kabisa.
Mungu ametuumba katika hali. Hili ni hekalu takatifu la Mungu. Huu mwili ni hekalu takatifu la Bwana Yesu, kama jinsi alivyotuumba kabisa. Lakini wewe nashangaa mama leo akijifungua mtoto kama ni wa kike tayari anaita yule muuza urembo, njoo utoboe huyu mtoto. Wewe tukwambia wewe nani amekwambia? Mtumishi wa Bwana nisomee Mathayo 5:36. Mathayo 5:36. Yes. Tuangalie habari za hizo rangi ambazo unazofikiria kuzichanganya kwenye huo mwili wako. Wamama unakuta wanaanza kujichora sio maua sio vitu gani? Tattoo zile wanachora kwenye mikono, maana sio vitu gani? Nakwambia hivi, hayo yote ni ubatili mbele za Bwana. Acha nikwambie jioni ya leo. Yes, hebu tuambie hapo. Anasemaje? Inasema yes, wala usiape kwa kichwa chako. Wala usiape kwa kichwa chako. Maana huwezi kufanya nywele moja. Huwezi kufanya kwa maana ya kutengeneza huo nywele kuwa mweupe au mweusi. Ishia na mtumishi wa Bwana. Hata vijana wengine wa kiume saa hizi kabisa, kwa maana unakuta roho hizi za ushoga zinatembea tu. Vijana wa kiume, kijana mwenzangu nakuta ameshatengeneza nywele zake, ameweka mara sio anaita nini, sio bleach, sio vitu gani. Umeambiwa kwamba usiutengeneze huo unywele, ufanye wa blue au wakaki au mwekundu au kahawia. Mbele za Bwana. Lakini leo hii utasema kwamba jamaa ni vichaa, acha nije kuwa kichaa kabisa, acha nije kuwa kichaa mbele za Bwana. Lakini acha nikwambie ukweli, Bwana amenituma jioni hii jamani. Bwana amenituma kwako. Bwana amenituma kwako wewe dada. Bwana amenituma kwako. Amenituma kwa familia yako. Amenituma kwa wewe kijana. Amenituma kwa wewe binti. Amenituma kwa wewe mwanafunzi. Amenituma Bwana jioni hii jamaa leo. Ukisema unalala wakati, shauri yako, lakini kumbuka kwamba moto unakuja. Moto unakuja kwa sababu ya machukizo mbele za Bwana.